hasa sisi watu kwetu inaweza kwetu. Ukionekana sana unahusikana hii miti yani sana ndio kuchukua uganga. Kitu kama hicho ndio sana watu wengi wanachukua uganga kwa sababu kupanda hii miti ya madawa. Ule mtihani wa uchukui muda kukua ni upi? Ni mtihani unachukua kama ndani ya kama mwaka, kwani mti ambao ushakomaa. Lakini kukomaa kwake sasa haustamili afya ya mtu mzima kwa miaka 20 kwenda mbele ati hapa ndio juu alafu akalie tawi lake. Aweza shuka nalo ile tawi. Mti wa mzungu ni mojawapo ya miti asili iliyo na thamani sana hasa kwa jamii ya Mijikenda. Kando na mti wa mwarobaini, mti huu wa mzungu unatumika kama mboga na dawa na hutibu magonjwa kama utapiamlo kwa watoto, kisukari, presha na zaidi ya yote, tembe za mti huu hutumika kutibu maji. Nilipata fursa ya kumtembelea mzee Edward Mwangoa ambaye ni mwanabiashara na mkulima mdogo katika kata ndogo ya Mazera, kaunti ya Kilifi, na alikuwa na mengi ya kunijuvia kuhusiana na mti huu. Kwa majina mimi naitwa Edward Mwangoa, ni mfanyabiashara mdogo na pia ni mkulima mdogo vile vile. Mzungu ni mti ambao sisi sana tunatumia kama mboga na vile vile ni mti ambao una maana sana kwa sababu ni mti ambao vile vile unatumika kama dawa. Si kama dawa bali ni dawa. Na ni dawa ambayo inatibu magonjwa mengi sana. Kwa mfano kama kuna watoto ambao wana shida kwa ile mtapiamlo ambao hana afya nzuri, pengine matumbo yao yamekuwa makubwa. Wakila huu wamepata dawa kabisa. Wamepata dawa na vile vile pia wamepata chakula kwa sababu mti huu pia una kila aina madini. Kwa hivyo kila hii wamekula nyama, wamekula maharagi, wamekula mboga za majani, kila yani fully balanced diet una mmea huu. Kwa hivyo natumika hivyo na mbali na pale kutibu kwa watoto pia vile vile unatibu mambo ya sukari, ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure vile vile. Na vile vile pia mti huno tembe zake zinatibu maji haya maji ya baada ya kuwa tunatumia water guard, tunatumia ile tembe yake, ile tembe ya mti tunaponda alafu tunachanganya kwa maji. Kwa tembe moja unatumia kama kwa 20 liters, ile mtungi wa 20 liters inasafisha maji kwa 99% na haina madhara. Inakwenda kama vile ndio unaponda mahindi lakini baadaye unachuja. Sasa yale maji yake ndio unatia katika ule mtungi wa maji, unaacha unapika kama kwa nusu saa hivi alafu unatumia kama vile vile madawa mengine ya water guard ama hii dawa. Si kusema tunatengeneza kama dawa kwa watoto, tunatumia kama mboga. Unatumia tu majani kama vile tunapika sukuma, tunapika mchicha namna hiyo. Na vile vile unaweza kutumia kama kwa mfano kama ni uko mbali kwa mfano na watoto wako mbali kwa mfano, unaweza pia kutengeneza kama unga vile vile unga wake. Ukaponda majani yake baada ya kumekausha kwa kivuli, lakini unakosha kwa kivuli mwanzo alafu baadaye unatoa kama saa moja hivi unaweka kwa jua ili zile madini zake zisikuwa zimepotea na jua. Kwa hivyo pia hiyo ukitengeneza kama poda ama unga inaketi kwa muda mrefu bila kuharibika. Mizizi yake kwa kweli haijatumika kimadawa kama hizi dawa nyingine. Mizizi yake huwa haitumiki. Zaidi ni majani na hizi tembe zake. Kwa mfano hizi zikiwa changa pia unaweza kutumia kama vile vile kama unakatakata. Kuna mboga nyingine inaitwa mabenda, sijui inaitwaje, nimesahau jina kwa Kiingereza. Sasa hii unakatakata kidogo vile vile pia unapika. Kwa hivyo ina matumizi mengi kwa kweli. Au unaweza kuchanganya kwa mboga nyingine, unaweza kuchanganya kwa pengine kwa nyama, sukuma, pia mboga yote vile unaweza kufanya kama kuchanganya ikawa sawa tu. Upanzi wa mti huu hauna gharama. Upandwa kama mhogo wa kutumia matawi yake na vile vile tembe zake pia hutumika kuotesha mti huu. Kupandwa huu unapandwa kama mhogo na vile vile unapandwa kama tembe. Hizi tembe zake unapanda, unaweza kuziotesha ama zikimea zikianguka tu zenyewe pia wakati mwingine zinaota tu kutoka chini. Ama kata hizi stem zake hizi ukapanda tu kama vile vile unavyopanda mhogo. Mzee Mwangoa hutumia mti wa mwarobaini kama dawa kuzuia wadudu kuharibu mimea. Kama kuna nasari kwa mfano namna ile, kama kwa nasari sana unajua ukulima wetu sisi si ule wa kimadawa ambao tunatumia makemiko. Sasa kwa mfano kama umeingiliwa na madawa, tunachukua mti unajua mwarobaini, unachukua majani yake unayakausha,
unaponda ponda, alafu unachanganya na maji, unachukua mani bomba lile una spray. Ukisa spray namna ile wale wadudu wanaondoka. Kwa kweli sijaona magonjwa mengi sana. Kuna magonjwa mengine tu kama upe hivi, sasa kufanya kama kuchukua hiyo mwarobaini ukinyunyiza unakuta wanaondoka. Hauna magonjwa mengi kwa kweli. Sio binadamu pekee wanaofaidi mmea huu, bali hata wanyama pia wanapolisha mmea huu hupata afya bora na hutoa maziwa kwa wingi. Huu unafaidi kwa wanyama na hata kwa wanadamu. Na pia vile vile nimesahau kitu kimoja. Mmea huno haya majani yake, kwa mfano kama kuna mama ambaye ni mjamzito na hali yake si nzuri sana, ukiangalia pengine damu unaona ni pungufu. Sasa akitumia huu pia zaidi, kwa mfano pengine zao kama amejifungua pia vile vile na hali yake si nzuri, pengine upande wa maziwa hana maziwa kutosha, akitumia mti huno huwa anapata maziwa mengi sana. Si mama si mnyama, huwa anapata maziwa mengi sana. Kwa hivyo pia unatengeza maziwa. Kwa kuuza bidhaa za mmea huu, Mzee Mwangoa pia hupata kipato chake. Kwa kweli mimi huuza pia vile vile, kama nilivyokuelezea mimi ni mkulima mdogo, na mambo mengine kama ni ya faida kwangu huwa nauza, wakatengeza madawa pia. Wakati mwingine nikapata oda kama hivi sasa inatoka kupeleka hizo dawa. Unga wake ilikuwa imekuwa kuna mtu alikuwa anahitaji hapa, nikaenda kupelekea na ambapo pia anapata mapato. Kwa hivyo pia yeye ni uchumi kwangu, anisaidia uchumi kidogo. Mzee Mwangoa ananiarifu kuwa mmea huu pia una faida kubwa, haswa kwa waathirika wagonjwa wa ukimwi, kwani hutumika kama booster. Na vile vile mti huno pia unatumika kwa wale watu ambao wameathirika kwa soko ugonjwa kama ukimwi vile. Sasa kama kwa mfano mtu amekuwa bedridden na amekuwa hata hatoki kwa kitanda, akitumia hii, kutumia kama niyo powder unga wake ama majani, kwa muda pengine siku 2-3 amona anainuka na ana nguvu zake. Kwa hivyo pia unasaidia kama booster vile. Baada ya kutumia ARVs unatumia huno moringa ambao hauna madhara yoyote, kwa sababu zile dawa nasikia baada ya kutumia alafu zinakuacha. Hiyo unatumia tu kama kazi. Unatumia kama dawa na vile vile ni chakula, ni mboga, kwa hivyo hauna madhara. Niliweza kupata maoni kadhaa kutoka kwa baadhi ya wakazi jinsi mmea huu wa mzungwi au moringa kwa lugha ya Kimombo unavyowasaidia. Faida yake katika majani ni huwa unatumia majani, na kuna hizo matunda zake pia huwa zinatumika kwa mboga, na hasa zikiwa mchanga ndio huwa nzuri. Zikiwa zikivuka huwa hazitumiki, na pia sana huwa unapata soko kwa Wahindi, wanapendelea sana hizo ile changa. Kwa hivyo mtu anapokwenda kipelea kule anapatia riziki yake. Zile ile changa zikipevuka wazifai, lakini zikiwa changa ndio zinatumika kwa mboga. Unapika, unakatakata na kuchanganya kwa mboga. Unakata na maganda yake, unaosha, unakatakata, unachanganya mboga yote. Kwa hivyo kusema kweli, kwa huo mti mimi pia hapo kwa nyumbani nimeupanda, na pia unasaidia wenzangu, kwa sababu wenzangu kuja pale wakaomba na wakatumia, na pia wengine kuchukua mbegu. Kwa huu mzongi, faida ambayo nitasema ati tumepata, ya kwanza ni mboga, ya pili mzungi unasaidia kutibu wale ambao wako weak, watu wa AIDS. Pia ukitumia hii unga na mboga, hiyo ni booster nzuri sana, kwa sababu tunaona wengi wametumia na pia wanakuwa healthy vizuri. Isipokuwa tu ni hiyo harufu. Mtu unakusaidia vipi? Una control pressure. Wakati kwa pengine inapanda juu ama tunajisikia hali kama nini kisunzi hivi. Uhifadhi kwake yani haianiki juani, dawa inaandikwa kama mahali kama ndani kivulini, baadaye unaiponda ponda, na matumizi yake uzitia kwenye maji ukanywa, ama hata kwenye mboga yote ambayo inatoka kama kwenye moto. Sasa hii bado iko na moto mzuri, unachanganyia hapo. Na hata kuna wengine ambao wanaweza kutafuna hii vile vile iko inatoka kwenye mti, wanatafuna. Haina ladha ya uchungu wala nini, ladha yake si mbaya sana hivyo katikati.
Kando na faida zinazopatikana kutokana na mti huu pia una changamoto zake, kwani wanaopanda miti kama hii ambayo ina faida katika afya, wengi wao huchukulia wakulima wao kwa waganga. Mzee Mwangoa anatueleza zaidi. Changamoto ambayo napitia, unajua sio ukionekana sisi watu huku kwetu ile za kwetu. Ukionekana sana unahusikana hii miti, yani sana utakuchukulia huyo mganga. Kitu kama hiyo ndio sana watu wengi wanachukulia mimi mganga kwa sababu kupanda hii miti ya madawa. Sasa hiyo ndio changamoto unapitia zao kwa wengine, watu pia hata kuniogopa kwa sababu wajua mganga ni mtu ambaye si mzuri. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo unapitia, lakini wale ambao wanaelewa hawana shida, wanakuja pale wanataka dawa na usi. Lakini sasa wengi katika nyumbani hapa ile zangu wanachukulia kwa usi mzuri kitu kama kitu. Na ili hali mtu pia nilikuwa siujui. Nilifanya kwenda kusomea bara na nilikuwa naona hapa Pwani. Nilipokuja jua faida zake na napanda kusaidia watu na pia kuuza angalau nipate chochote. Sasa hivi vile ambavyo nimewajaribu kuwaelimisha wanapenda pia. Wengi walikuwa hawajui kama una faida gani. Lakini baada ya kuwa anajua, nilipoambia mimi si mganga, mimi nafanya utafiti wa madawa, ndio wakaanza kunielewa. Sasa ndio sasa hivi wameanza kuja karibu na mimi, na wale ambao wameathirika wengine kuja kwangu nikawasaidia. Wale ambao wana shida kama pengine mtu ana shida za pressure, sukari, pia huja nikawatengenezea dawa nikawapatia mkauzi. Kansa kwa kweli bado hautibu kansa. Lakini kwa pressure, sukari unatibu, hata malaria. Hiyo inasaidia kwa nguvu za kike na za kiume vile vile. Tunatumia kama una pungufu pia inasaidia wananchi. Kuna unga tunafanya mazoea kama vile kupika kama mboga. Sana jikuta ile mambo yako unaweza kugeuka na kuona nguvu ukakataa. Kama ni mama asema mbona mzee mambo ni haya tena, hebu punguza speed.